Majirani wakati hatuna choo walitustiri sana, tukasema leo wacha, kwa kuwa tunazindua choo, wacha tukate keki pamoja. Kuna ule msemo usemao nyumba ni choo. Msemo huo umejidhihirisha kwa vitendo kwa Samuel Wilson kutoka Usariva mkoani Arusha. Samueli ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo cha uhasibu Dar es Salaam, lakini pia ni kijana aliyejiajiri kupitia kazi ya upigaji picha. Maza anapenda sana kufuga kuku. Afu hapa itakaa parking ya magari. Leo Samueli ameandaa tukio lisilo la kawaida, uzinduzi wa choo alichokijenga nyumbani kwao kwa fedha aliyopata kwa jasho lake mwenyewe. Kwa majina, mimi naitwa Samuel Wilson, ni kijana mdogo na miaka 23 ambao niliamua kuipambania ndoto yangu. Kwa haraka haraka, msukumo wa kubadilisha mazingira nyumbani kwetu, hii ni hatua ya awali ya kuanza kujenga choo, ikiwa ni kati ya hatua kama 5 kama sio 4 za kubadilisha mazingira hapa nyumbani. Na kwa haraka haraka, hii project imechukua zaidi ya shilingi milioni 4.5. Niliamua kujenga choo kwa sababu wanasema nyumba ni choo, na niliamua kujenga choo kwa sababu kulikuwa na choo cha zamani ambacho kilikuwa sio cha kisasa kidogo, tukasema tukibadilisha. Lakini pia sababu nyingine ambayo niliamua kuanza na choo kwa sababu kilikuwa kimekaa nyumba kwa mbele ya nyumba, of which hata kama ukiingia nyumba inakuwa haina muonekano mzuri. Ilikuwa sio ndani ya mwaka kupinduka, lakini ni kwa mfano nilisema hivi, nitakuwa mtu wa kwanza kubadilisha mazingira nyumbani kwetu ndani ya miaka 5. Kuanzia tarehe 17 mwezi wa 10 2025 mpaka tarehe 17 mwezi wa 10 2030 saa 7:03 mchana. Kwa hiyo hii ni procedure ya kwanza. Nimeanza na choo, lakini sikutegemea kama ingekuwa ni haraka. Nimeanza na choo, nitabadilisha mazingira nyumbani kwetu ya kuanzia muonekano wa nyumba. Nitaweka geti. Natamani pia nimjengee mama nyumba ya kuku. Maza anapenda sana kufuga kuku. Afu hapa itakaa parking ya magari. Sijajua tu kama choo kimenipindua hivi. Sijajua kwa kweli, labda hapo mpaka nikae na mkandarasi, lakini lazima itakuwa ni parefu kidogo, kwa sababu tu kama choo imetake over zaidi ya milioni 4.5 hivi, vingine nadhani itakuwa ni zaidi ya hapo. Nimewekeza ni ndani ya tuseme ni miezi 2. Ni mapato yote ambayo nimeyapata kutokana na kampuni yangu ya 04 Pictures. Kampuni yangu mpaka sasa ni kama miezi 3 tu. Kuna watu ambao nimewaalika, na ilikuwa ni kama katafrija kadogo tu cha kuzindua, kualika majirani, kwa sababu majirani wakati hatuna choo walitustiri sana, tukasema leo wacha, kwa kuwa tunazindua choo, wacha tukate keki pamoja, tuwaalike tuje tufurahi na tuwashukuru kwa jinsi ambavyo walitustiri. Jumla wako kama 5 pamoja na sisi. Pamoja na sisi 6, zaidi ya 12. Dhumuni ni kwamba mimi kama kijana na wasi vijana kwamba unaweza ukakiongea kitu na pia ukakitekeleza. Yaani ukiwa na dhamira ile ya ndani, unaweza ukifanya kitu na ukakitimiza ndani ya muda mfupi, pia zaidi sana ukimtanguliza Mungu. Mimi ni firstborn. Kwa hiyo kuna ile uchungu unapata, wazazi wanakuwa na wewe bega kwa bega kuanzia umezaliwa, wanawasomesha kwa shida, wanafanya kila kitu kwa ajili yenu. Na mimi nikasema lazima nikipata kwa namna moja au nyingine, lazima nikumbuke fadhila za wazazi. Kuna wengine walisema kwamba ungesubiri kwanza au utafanya baada ya muda fulani. Ni kweli nilishirikisha baadhi ya watu kidogo, lakini at the end of the day mimi huaga naangalia ni nini ninachokitaka, kwa sababu hata wakati nakianza hichi kitu nilikianza mwenyewe. Kwa hiyo kama nilikianza mwenyewe, mimi na matumaini na imani kwamba kama niliweza kufanya, basi naweza nikafanya pia zaidi na zaidi na zaidi. Sio vibaya kusikiliza ushauri wa watu, lakini pia unaangalia dhamira yako ya ndani, nini inahitaji. Anasema kwa zaidi ya miaka 5 aliishi katika mazingira magumu, akigawanya muda kati ya masomo na kazi ili kujilipia ada na kuboresha maisha ya familia yake. Actually bado niko nasoma. Niko mwaka wa mwisho degree. Nasoma chuo cha TIA. Nasoma uhasibu. Tanzania Institute of Accountants, Dar es Salaam. Okay, mimi ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Dar es Salaam TIA. Niko mwaka wa 3. Ni pamoja na kufanya kazi zangu pia, lakini najilipia ada mwenyewe. Kwa na manage kufanya kazi, lakini pia na manage pia na kusoma. Kwenye ada kusoma. Kwa sababu mimi nimesoma, huu ni mwaka wa 6 chuo. Nilianza kusoma certificate, diploma, sasa hivi degree.
Nikisema nianze ni hela nyingi, si ningekuwa hata gari nimenunua. Wanafurahi, nikiongeaga nao wanakuwa tu wanashukuru, wanafanyaje, lakini wanafurahi. Mimi nafurahi pia wazazi wangu wakiwa wanafurahi, kwa sababu nimepata nafasi ya kufanya hichi kitu wao wote wakiwa wako hai. Kwa hiyo lazima nishukuru na pia niwathamini ingali bado niko nao kwenye ulimwengu. Yes, kwa majina naitwa Wilson Samuel na ni baba yake na Samuel ambaye ni 04. Mimi binafsi nashukuru sana kwa kazi aliyoifanya ya kujenga choo nyumbani kwetu. Actually tulikuwa na choo cha mwanzo kilikuwa kule mbele, maana wakati tunanunua hapa tulichanganywa. Ramani ilikuwa barabara ipite huku, lakini baadaye kaja kupita kule na tumeshajenga. Kwa hiyo tukajikuta kile choo kiko barabarani tayari. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba, na kusema kwamba ningetamani labda aanze na nyumba, hapana. Mimi sikupenda kumpangia, nilitamani afanye kila ambacho yeye mwenyewe anakiona kwamba kinafaa kukifanya kwa wakati huu. Tunashukuru kwamba kwa sasa kwa kweli ada anajilipia mwenyewe, maana tumepambana naye kule mwanzo kabisa miaka ile mitatu ya alivyosoma certificate pamoja na diploma, na nafikiri na mwaka wa kwanza wa degree tulikuwa tunapambana, lakini baadaye ndo akaanza kupambana, maana mwingine yuko form 6 sasa, mwingine amemaliza form 4, mwingine amemaliza la 7 na anategemea kuingia form 1. Kwa hiyo bado tumewabeba wale wadogo zake. Tunashukuru kwamba ametupunguzia kidogo mzigo, ingawa pia tungeweza tu kupambana, maana kama tumetoka naye kule mwanzo. Lakini tunashukuru sana Mungu kwamba amefungua hiyo akili. Simulizi ya Samueli ni ujumbe kwa vijana ya kwamba mafanikio huanza na hatua ndogo, nidhamu na kujitegemea.